CCM oye! Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, ndugu na Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa majina mimi ninaitwa Aden Bahati Mayala, ni mwenyekiti wa kanda ya Kusini, kanda yenye mikoa mitatu, na ni mjumbe wa kamati kuu. Nimekuja mbele yenu leo, nina mambo machache tu, maana nimepewa dakika moja. Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa mgombea, mimi nimekuwa mwenyekiti wa chama hiki kwa mkoa wa Ruvuma kwa muda wa miaka 5. Lakini kabla ya hapa nimetumika kwenye Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kwa muda wa miaka 18. Nimekuwa kada wa chama na sio mwanachama wa kawaida. Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa mgombea, mimi nimekuja mbele yako kwamba baada ya kutafakari kwa kina sana, nimegundua ndani ya chama chetu tuna tatizo kubwa sana. Baada ya uchaguzi wetu, sisi tuliokuwa timu nyingine ambayo haikushinda, toka siku hiyo mpaka leo tumeishi maisha ya kunyanyaswa. Tukienda kwenye mikutano, hususan ziara ya kwenye kanda zetu, kanda ya Kusini, nilikuwa na Mheshimiwa Lissu na baadhi ya rafiki zangu. Wajumbe wa kamati kuu wengine wanapewa mafuta, watafanyiwa kila kitu, lakini wewe kwa sababu ulikuwa timu fulani unajitegemea kwa kila kitu. Lakini chama chetu ni chama cha kujitolea. Kile nilichotoka ni kweli, lazima tujitolee, lakini ikitokea kuna kidogo kinapatikana, haka kambwa kama kanakuwa kadogo, basi kila moja aonje. Mheshimiwa Rais, mimi ni mjumbe wa kamati kuu. Tulikuwa na kikao cha kamati kuu, tuliifanya Mbeya, cha mwisho kabisa. Sisi tukashauri, tukawaambia ndugu zetu, twendeni tuingize chama kwenye uchaguzi. Lakini anajitokeza mtu mmoja tu kwa sababu ana nguvu, amekuwa makamu mwenyekiti, mwingine amekuwa mjumbe wa kamati kuu wa kuteuliwa na mwenyekiti, wanasema hatuingizi chama kwenye uchaguzi. Tunafanyaje? Kwa sababu chama chochote cha siasa malengo yake ni kushika dola. Mimi nimekuwa kwenye upinzani kwa muda wa miaka 21, toka mwaka 2007. Tunapokuwa kwenye vyama hivi tunakuwa tuna malengo na nia yetu sio mbaya, lakini anapotokea kiongozi analeta arrogance kwenye chama, inakuwa ni changamoto kubwa sana. Naomba niwakumbushe wale wenzangu ambao wamebaki kule, biashara ya kuwatenga wengine kwamba hawa ni wa Kefa na hawa ni wa Apollo ni tatizo kubwa sana. Mheshimiwa Rais, mimi nimekuja kuungana na chama cha CCM kwa sababu kuu 2 au 3. Niliposoma ilani yako, umesema unaenda kuandaa katiba, tupate katiba mpya. Hili jambo mimi naliunga mkono, na mimi ni mtumishi wa Mungu, ni mwinjilisti, kwa sababu ninaamini katika haki. Ninaamini hilo Mheshimiwa Rais, utakuwa umefanya jambo jema sana. Lakini kabla sijamaliza, naomba kwa wale wa Kristo wanisikilize kidogo, na wale Waislamu mnisikilize. Maandiko matakatifu yanasema hivi katika kitabu kile cha Yeremia 12 mstari wa 5. Anasema, ikiwa umepiga mbio pamoja na hao waendao kwa miguu, nao wamekuchosha, basi waweza kushindana nao waendao kwa farasi? Tunasema tunaenda kutengeneza maandamano. Nikiwauliza maandamano haya
Sisi viongozi wakuu tunatakiwa tuwe mbele. Nikirudi nyuma leo, wajumbe wengi wa kamati kuu mpaka jana jioni wananipigia simu wananiambia kaa vizuri, maana mambo ni mabaya. Nikamwambia nyie ndio inabidi muwepo ili tuzuie huo uchaguzi. Mheshimiwa Rais, nikuhakikishia uchaguzi wa tarehe 29 utafanyika. Hakuna habari ya kuandamana, na niwaombe Watanzania kwa ujumla, twendeni tukapige kura. Hakuna nchi inayobaki bila kuwa na kiongozi. Kwa hiyo mimi naamini kutokana na sera zako, nimezisoma kwa umakini mkubwa, nimeamini una uwezo mkubwa kuweza kutuongoza, kwa sababu mara baada ya kumpoteza rais wa nchi ambaye alikuwa Dr. Magufuli, mama, umeishika nchi na umeiongoza nchi vizuri. Kiukweli sisi upinzani tulisema sasa mama anaenda kufeli, ila mama umeupiga mwingi, mimi ninakupongeza. Kwa hiyo niwaombe radhi wale rafiki zangu akina Boniface Jacob, kaka yangu na ndugu yangu Sugu. Nimewafanyia surprise kwa sababu ningewaaga wangeniambia baki, lakini mimi niliposoma na kuangalia ramani ya chama chetu sijaona future yoyote kwenye chama chetu, tunaenda kupotea. Asante sana Mheshimiwa Rais, mimi nitakuunga mkono, na kuanzia leo mimi nimetoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ninaungana na ndugu zangu wa CCM na ninaomba mnipokee. Asanteni sana na Mungu awabariki sana.